Asilimia kubwa ndoa nyingi sana huwa zina furaha, upendo na amani wakati tu pale ambapo wanandoa tu wametoka kuoana ama kufunga ndoa. Lakini kadri ya miezi inavyozidi kwenda mbele, kuna baadhi ya dalili huwa zinaionyesha kwa wanandoa ambazo zinaashiria kwamba ndoa yao inaelekea kuvunjika kimya kimya bila hata watu wa nje kujua. Leo nitakutajia baadhi ya dalili ambazo ukiziona unapaswa kuchukua tahadhari kwa ajili ya ndoa yako, maana kuna uelekeo mkubwa kwamba ndoa hiyo inaelekea kuvunjika. Fuatana na mimi kwa kina zaidi kuelewa dalili moja baada ya nyingine kwa umakini sana. Dalili ya kwanza kuu ambayo ukiona katika mahusiano yako ama ndoa yako inaashiria kuwa ndoa hii inaelekea kuvunjika, tunasema kupungua kwa heshima ya mapokezi. Unapoona kuna upungufu mkubwa sana wa heshima ya mapokezi, manake automatically ndoa ina uelekeo mkubwa sana wa kuvunjika. Hapa ninalenga kwamba ukiona natoa mfano kwamba mwanaume labda anatoka kazini, anafika nyumbani, kiheshima nzuri kabisa ya mahusiano na upendo wa kweli, mwanamke inapaswa ampokee mume wake kwa furaha, lakini pia na kumfariji kwa kule alikotoka, lakini pia hata kumpa pole na hongera kwa kazi aliyoifanya na kumuuliza mawili matatu kuhusu kwa kazini alikokuwepo. Hiyo ndio tunaonyesha kwamba kuonyesha furaha ya mapokezi. Sasa unapoona katika mahusiano dalili hii haipo, ama ukiona mwanaume unarudi nyumbani hakuna dalili hii inatokea kwa mke wako, manake lazima ujue kwamba kuna kitu hapo kinaendelea nyuma ya pazia. Lakini pia sio tu kwa mwanaume peke yake, hata kwa mwanamke pia. Ukiona mumeo anarudi kazini mwanamke, halafu wewe unamuonyesha upendo mkubwa wa kumpokea kwa heshima, kujaribu kumdadisi mawili matatu kuhusu kazini, lakini pia hata kumuonyesha upendo wa kumpa pole na kumfariji kwa ile kazi aliyoifanya au kwa kule alikotoka kazini, lakini unaona mwanaume wala harespondi wala hana habari na wewe, unapoonyesha dalili hizo ama upendo huo kwake, anakupuuzia tu, wala aidha akawa anaongea na simu au kuna kitu akawa anakifanya au anakupuuzia tu, manake kiuhalisia kabisa kwamba kuna kitu kinaendelea nyuma ya pazia. Hii dalili sio nzuri kabisa, inaonyesha wazi kwamba kuna kitu kinaendelea na hakuna usalama wa ndoa hii wakati wa siku za usoni. Dalili ya pili ambayo kubwa pia, ambayo ukiona unapaswa kuwa nayo makini sana, nasema kupungua kwa huduma na upendo. Tunaposema kupungua kwa huduma na upendo, hapa tunatakiwa tuelewane kwa kina sana. Mwanamke ama mwanaume, kila mmoja ana wajibu wa kumhudumia mwenzake. Mwanamke ana wajibu wa kumhudumia mwanaume, mwanaume ana wajibu wa kumhudumia mwanamke. Tutaanza na mfano mzuri wa mwanaume anatakiwa ajibike kwa mwanamke. Mwanaume unapaswa kumhudumia mwanamke katika mavazi, malazi, na chakula na vitu kama hivyo. Unapoona sasa mwanaume anaanza kupuuza kuhudumia mwanamke na kukujali pasipo sababu za msingi, hata aidha za kupitia kipindi kigumu cha kiuchumi, anakupuuzia tu, hakujali, manake kiuhalisia kwamba kuna asilimia nyingi sana kuna kitu kinaendelea nyuma ya pazia, kwa sababu lazima haonyeshe kukujali na kuhudumia. Lakini pia sio tu kwa mwanamke peke yake, hata kwa mwanaume pia. Ukiona mke wako amepunguza kasi ya kukuhudumia na kukujali kwa maana ya upendo, mfano mzuri tu, mwanaume mmoja kazini, jukumu la kukuandalia chakula wewe ili ule ni jukumu la mke wako. Ni mke wako ndo ana wajibu wa kukuandalia wewe chakula mezani ule. Lakini pia mke wako hana wajibu wa kukuandalia wewe maji ya kuoga uoge. Lakini ukiona kuna upungufu mkubwa sana wa care kama hii na kukujali, ukifika kwanza unamuona wewe aidha yuko busy anachezea simu, hana mpango na wewe, unajifanyia kila kitu mwenyewe, akufuri, yani kiuhalisia amekata kabisa ule ushirikiano wa huduma zidi yako.
Hii tunasema ni dalili ambayo sio nzuri, kwamba haya mahusiano yana uelekeo mkubwa sana wa kuvunjika. Lakini pia tunasema dalili ya tatu kuu, usipuuzie ukiiona, tunasema ongezeko la migogoro na kutokusikilizana ndani ya nyumba. Unapoona kwamba kadri ya siku zinazozidi kwenda, kila mmoja anakuwa anajiamulia tu cha kufanya, yani yeyote anapotaka kufanya jambo hamshirikishi mwingine, na inapotokea kwamba mwingine akajaji, kwa nini hujanishirikisha, basi huwa inatokea conflict, migogoro, aidha kuanzisha jambo fulani, project, au kufanya jambo fulani. Mwanamke inapaswa anapotaka kufanya jambo lolote amshirikishe mumewe, na mumewe anapotaka kufanya jambo lolote basi amshirikishe mke wake. Unapoona kila mmoja anachukua maamuzi ya kufanya kila kitu yeye mwenyewe pasipo kumshirikisha mwingine, hiyo upelekea migogoro na conflict ndani ya ndoa. Kwa hiyo ukiona dalili hii ya ukosefu wa ushirikishaji na migogoro ndani ya ndoa, basi ujue dalili hii moja kwa moja inaathiri na inazoofisha ndoa yako. Yani ndoa hii haina nuru siku za usoni, maana kuna asilimia kubwa sana ndoa kuna uwezekano wa kuvunjika mbeleni. Kwa hiyo ukisikia hili jambo au ukiona hiyo dalili, usipuuzie. Lakini pia tunasema dalili nyingine ya 4 kuu ambayo ukiiona katika ndoa yako huwa inaashiria kwamba ndoa hii haina hatima njema, kuna uwezekano mkubwa sana wa kuvunjika. Tunasema ukosefu wa hofu ya Mungu au kupungua kwa hofu ya Mungu kwa wanandoa. Ukiona ndoa sasa imefika hatua mlipoanza mlikuwa mna imani, maana asilimia kubwa ndoa nyingi zinafungiwa misikitini ama kanisani. Sasa ukiona mwanzo mlikuwa mnafanya ibada, mnahudhuria vipindi aidha msikitini ama kanisani, lakini baada ya muda mkapunguza ule utaratibu wa ibada, hata nyumbani pia hakuna ibada, kanisani hamwendi, maana yake hofu ya Mungu imepungua kwenu. Kwa kuna uhatari mkubwa sana. Mahusiano yote mema huwa yanaongozwa na imani, yanaongozwa na Mungu. Kwa hiyo mahusiano yanapokuwa hayana imani ndani yake, maana kuna asilimia kubwa sana ya mahusiano kuvunjika. Kwa hiyo inatakiwa uwe nayo makini sana. Inatakiwa dalili hizi nilizozitaja ukiziona ni dalili 4 hatari sana, kwamba zinaonyesha kwamba ndoa yako inaelekea kuvunjika. Sasa kipi kifanyike? Kwa ushauri tu, rai yangu kwako na ushauri wangu kwako kwamba usikate tamaa. Usikate tamaa. Mara nyingi kuvunjika kwa ndoa sio jambo tu la ghafla tu au sudden tu. Nasema ni jambo la process. Yani kuvunjika kwa ndoa ni mchakato wa muda mrefu sana. Kwa hiyo una uwezekano wa kudhibiti baadhi ya mambo, mkaanza kujirekebisha, mkakaa chini mkajadili, mke wangu tumekosea wapi, kipi hakijakaa sawa, ili muyajenge kati ya wewe na mkeo katika swala zima la kusafiri, safari ambayo mmeianzisha. Maana ndoa ni safari baina ya wapendanao wawili. Lakini pia hata mkiona yamzidi kuwa makubwa zaidi, msuluhishaji pekee ni Mwenyezi Mungu peke yake. Kaa chini, piga magoti, pigeni magoti kwa pamoja, mwambieni Mungu, wewe ndio umetuungamanisha. Anasema na alichokiungamanisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Mwenyezi Mungu hatupo tayari kutenganisha ndoa yetu. Tunakuomba Mwenyezi Mungu ulinde ndoa yetu, tuendelee kuwa na amani na upendo. Na kuhakikishia ndugu yangu, mtaendelea kuishi kwa amani na furaha. Lakini take to care kwa dalili hizi 4 ambazo hatari nilizozitaja, kwamba kuna uwezekano mkubwa sana kama kuwa na tahadhari kama hiyo niliyoisema, ndoa yako inaweza kwenda wanakiza mbeleni na hata kuvunjika pia. Kama umeelewa somo hili, basi waweza kusubscribe channel yetu ya Mdamba Mindset TV, lakini pia kulike na kucomment, kushare, ili tuendelee kupeana elimu na maarifa kila itwaye leo. Asante.